SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Tupo hapa kwenye shehia hii ya Uroa kufuatia kadhia ambayo inaendelea mitandaoni ambayo ina viashiria vya uchochezi na ubaguzi. Sasa nikiwa mkuu wa mkoa huu wa Kusini Unguja ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa, tulikuwa na wajibu wa kufika kwenye maeneo haya kuzungumza na wale wafanyakazi, viongozi, lakini na kila ambaye anahusika katika kulipatia ufumbuzi na kulitafutia uhakika lile tukio ambalo linaendelea. Nianze kwa kukanusha kwamba kilichotokea hakihusiani kabisa na uzawa au masuala ya muungano. Lakini ofisi zetu kupitia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi, kituo chetu cha Chwaka, juzi kilipokea taarifa ya tukio la wizi ambao uliripotiwa pale kutokea katika maeneo haya ya ujenzi yanayoendelea. Wakandarasi waliripoti kwamba baadhi ya mafundi waliokuwa wanashughulika na shughuli za ufundi walituhumiwa kuiba. Kwa majina naitwa Michael Ambura. Yes. Kwa tukio hili na utaratibu ambao sisi tumeuweka ni kutokana na tukio lililotokea juzi. So tukaamua kwa sababu mtu mwenyewe aliyokuwa anahusika na yeye kuna kila ukipita kila mtu hamfahamu. Kwa tukaona hii itatuletea shida. Ipo siku tukio kubwa litakuja kutokea ambalo ni tofauti na hilo dogo ambalo limetokea la waya, tutashindwa kumpata muhusika. Kwa sisi kama kampuni yetu ya ulinzi tukaamua na tukapata maelekezo kutoka kwa management kwamba mfanyakazi yoyote atakayekuwa anaingia ndani kupitia mageti yote unatakiwa awe na kitambulisho chochote, kiwe kitambulisho cha kazi kulingana na kampuni anayofanyia kazi, kitambulisho cha taifa, kitambulisho cha mpiga kura, kitambulisho cha Mzanzibari. Na ikishindikana vitambulisho vyote hivyo anaandikiwa barua na muajiri wake ambaye ni kampuni husika. Kwa mfano kampuni labda tuseme Remco, bosi wake anamwandikia taarifa kwamba bana huyu mtu fulani fulani na mtambua. Ina maana kwamba likitokea la kutokea humu ndani tunajua pa kuanzia, tunajua mtu wa kumuuliza. Lakini kwa klipu iliyotokea sio, lengo halikuwa hilo. Wote ni mashahidi mliokuwepo getini. Hamna mtu aliyezuiliwa kuingia ndani kwamba kubaguliwa, sijui kutokupewa kazi, hapana. Majina naitwa Rashid Hassani, natokea mkoa wa Morogoro. Mimi ni mfanyakazi wa CRJ au kibarua wa CRJ, kampuni inayofanyia kazi humu ndani. Jana asubuhi tulipofika tuliambiwa msiingie ndani mpaka uwe na kitambulisho cha taifa, yani cha NIDA au Zanzibari mkazi. Tukauliza sababu, tukaambiwa taarifa imetoka kwa general manager. Mimi simjui, lakini tuliambiwa hivyo. Wengi hatukuwa navyo. Tukakaa sana pale, wengine inakuaje. Sasa tukasemaje, wenye navyo wakasemaje tunavyo, ila kuviacha hapa getini hatukubali, ila kuonyesha kama ninacho nipo tayari. Wapo watu walikuja na vitambulisho vyao wakaambiwa kinatakiwa kibaki getini. Shida hapo ikaongezeka kwamba hamna mtu anaotaka kuacha kitambulisho chake getini, ila kuonyesha watu walikuwa tayari. Ila kuhusu swala la kutengwa, kwa mimi binafsi ninavyoona hatujatengwa. Kwa mfano mimi hapa tangu nimeingia mwezi wa 12 sijawahi kurudishwa nyumbani kwa sababu mbongo. Kila siku nafanya kazi. Ila shida ilianzia jana ni hiyo kitambulisho. Na hicho kitambulisho kilianza jana. Sababu maalumu hatukufafanuliwa. Labda leo kwa sababu askari wapo watufafanulie vizuri. Kwa majina naitwa Jamali Osman Kamtande, natokea mkoa wa Mtwara, wilaya Tandaimba, kijiji na Chunyu. Shida kubwa ambayo iliyotokea hapa mlangoni, hao walinzi wetu hao walikuwa wanamata hivi vitambulisho, yani vitambulisho wabaki navyo wao, sisi ikawa tunakataa. Ndipo palipoanza mgogoro hapo, ila hatujatengwa, hatujakatazwa kusema kama wabongo wasifanye kazi. Hilo swala halipo.
ila wao walikuwa na mata vitambulisho wabaki navyo. Ndicho tulichokaa tunakataa sisi wafanyakazi wa CRJ. Dino Mapenzi ni mfanyakazi wa CRJ. Kwa swala la kutengwa halipo, kwa sababu muda mrefu tunafanya kazi humu, hamna mtu aliyowahi kuambiwa aingie kazini na kitambulisho chochote isipokuwa jana. Ishu kubwa ya kwetu sisi ni uongozi wa security. Waga kuna fikra zinatokeaga usiku. Unajua kila mtu anakujaga asubuhi ana mambo yake aliyofikiria nyumbani. Kuibiwa kuna wezi walitokea. Kuibiwa sio tatizo la kutaka kuamua jambo kwa haraka namna ile. Kwa wazo langu sikuwa na muda wa kuongea nao, asubuhi ndio kidogo niliongea nao, kidogo akanielewa. Lakini hata kama kuna taharuki yoyote ya mwizi, hawezi kuita watu ghafla kundi lote hili likastopisha kazi kwa wakati mmoja. Waga ilituia ngumu. Kila mtu hapa ana akili yake, amelelewa kivyake, anafikiria tofauti. Kwa hiyo ndio maana hata huyo aliotoa hiyo taharuki tunamlaumu, mimi mwenyewe simsapoti, kwa sababu kiuhalisia tunafanya kazi na tunafanya kazi kwa umoja. Tunafanya kazi na Wazanzibari humu ndani, tunafanya kazi na Wabara, wote tunafanya kazi. Mimi natokea Arusha, lakini sijawahi kutengwa kwa aina yoyote. Marafiki zangu wengi ni wa huku, hatujawahi kuona utaratibu wowote wa ubaguzi. Na mimi nijitambulishe kwa jina, naitwa Shabani Ali Othman, Waziri wa Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Hapa tuko pamoja na serikali ya mkoa na wilaya. Nimewasikiliza waongeaji wote ambao wameongea. Nimetangulia kuwapa pole kwa sababu kilichotokea kama serikali hakikutupa picha nzuri kweli kweli, lazima tuseme wazi. Waliofanya haya ni miongoni mwenu kwa mujibu wa picha ambazo zimeenea na tumeziona. Serikali imetuagiza na mimi niko hapa kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rais kuja kuwasikiliza vijana kile ambacho kimetokea, na kama kuna changamoto basi tuone namna bora ya kutatua ili tuendelee kufanya kazi, tuendelee kujenga nchi yetu na taifa letu. Jambo la kupendeza ni kwamba maneno ambayo tumeyasikia hapa site kutoka kwenu nyinyi na yale ambayo yameenezwa katika mitandao ni vitu viwili tofauti. Imeenezwa dhambi kubwa ya ubaguzi, lakini furaha yangu na furaha ya wenzangu wote kwamba nyinyi wenyewe mmekiri hakuna mtu hapa aliyebaguliwa kwa rangi, eneo analotoka, dini yake. Wote sisi ni Watanzania. Swala la nyinyi kudaiwa vitambulisho ikiwa getini na mwajiri, hilo ni jambo la kawaida. Kwanza nataka muelewe ni jambo la kawaida. Lakini mwajiri kuzuia vitambulisho, hili si jambo la kawaida. Sasa maelekezo yangu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa sababu hili eneo liko katika himaya yako na mkoa wenu, lazima tukae mimi, nyinyi na wengine hawa ambao wanahusika, wakubali waajiri wa maeneo haya watengeneze utaratibu mwingine mzuri wa kuwatambua wafanyakazi wao, lakini vitambulisho vyao wawaachie wenyewe. Tumekuja hapa kwa jambo moja tu, kwa sababu kumetokea tukio katika sehemu yenu hii ambayo mnafanya kazi. Kuna klipu ya video ambayo imerekodiwa kwenye eneo lenu hili la kazi. Sasa hiyo klipu haiko vizuri, yani imeleta mkanganyiko mkubwa sana. Sasa kuna mfanyakazi mmoja miongoni mwenu, of course atakuwa yeye ndio karekodi, na dhamira yake ni kuleta hii taharuki ambayo imetokezea, kwa sababu kwenye hicho kipande cha video ukikiangalia ya kwamba kinaonyesha kwamba nyinyi mpo hapa mnapata nafasi za kuna nafasi za kazi ambazo zinatolewa, lakini zinatolewa kwa ubaguzi, ya kwamba watu kutoka Tanzania bara hamruhusiwi kuingia humu ndani kufanya kazi. Kwa kitu ambacho kwa kuangalia sura tu, yani ukikiangalia unakiona hicho kitu sio kweli, kwa sababu sisi tunajua kuna vijana wengi na kutoka kwenye mikoa mbalimbali ambao wanafanya kazi katika eneo hili. Sasa kwenye hilo Mheshimiwa Waziri amekuja, lakini pamoja na hilo tunataka tujue tu kwanza kile ambacho kimetokezea hapa, juu kama kimetokezea jana tu ambao ndio kimerekodiwa, lakini leo ndio kimerushwa na kimesababisha taharuki kubwa. Sasa kuna kiongozi wenu hapa
tutamruhusu aweze kutuambia, kiongozi aweze kutuambia at least ile kihistoria, yani kitu gani kimetokezea, vipi mnaingia kazini, utaratibu gani umetumika, mpaka sababu gani ambayo huo utaratibu ambayo ulikuwa unatumika ukaweza kutumika. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.